Hawa ni viongozi wetu, ni wabunge, wamehudumu kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amen. Ni wanawake. They are women. Lakini wamekuwa able. But they are able to be leaders. Na wana familia. To be leaders. And they have families. Wana watoto. They have children. Amen. Wana biashara zao. They have businesses. Na wanampenda Mungu. And they love God. They are pastors. Hallelujah. Ni wachungaji. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Karibu sana. Welcome. Mheshimiwa mama yetu Assumpta. Honorable Assumpta. Mheshimiwa Jen Jerry. Honorable Jen Jerry. Mungu awabariki sana. May God bless you. Mmekuwa viongozi kwenye taifa hili. You have been leaders in this nation. Na ni watu mnampenda Mungu. And you love God. Wanawake hao mambo maswali kadha wa kadha. These people have questions. Wanataka kuyafahamu kupitia kwenu. They want to know from you. Kwamba inawezekanaje? How is it possible? Ukawa kiongozi. To be a leader. Kama vile nyinyi ambao mmekuwa wabunge. Like you are. Na mnaenda kuwa viongozi wa taifa hili. Nitaanza kwako Mheshimiwa Assumpta. I'll start with you, Honorable Assumpta. Kwanza unampenda Mungu. First, you love God. Pili ni mchungaji. Second, you're a pastor. Unawezaje ukawa mbunge kiongozi bungeni? How can you be a member of parliament? Na at the same time ukawa mchungaji? At the same time be a pastor? Na ukawa mama wa watoto? And being a mother to children? Inawezekanaje na pia how do you manage? Umeokoka. And you're saved. Kuna scenario ya watu wanaamini wanasiasa ni waongo. The people who believe the politicians are liars. Kwa hiyo kusema mwanasiasa umeokoka. So a politician is jambo ambalo watu wanakuona kama vile ni mudi fulani hivi. It's something that is like a movie. Kwamba iwezekane. Kwamba it's impossible. Ninaomba tusaidie imekuwa kwaje kwako. May you help us how you manage. Umeokoka. You're saved. Unampenda Yesu. You love Jesus. Tena umekuwa mwanasiasa. And you're a politician. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeah. Baba, Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu wanifahamu, naitwa Mchungaji Assumpta. I'm Pastor Assumpta. Shama. Nimeokoka, nampenda Yesu. And I love Jesus. Kuna swali hapa. There is a question. Unawezaje ukawa mchungaji? How can you be a pastor? Au ukawa umeokoka? Or you're saved. Na ukawa mwanasiasa? And be a politician. Kutokana na ile dhana ya kwamba kila mwanasiasa ni muongo. That every politician is a liar. Lazima aseme uongo. They must lie. Mimi nahisi hiyo ni dhana tu. I think it's just a notion. Ni mawazo tu. It's just thoughts. Labda tuseme hivi. Let us siasa ni nini? What is politics? Kwanza hiyo ndio shida. That's the problem. Kila kitu unachokiona ni politics. Everything you see is politics. Kila kitu. Everything. Maisha ni politics. Life is politics. Biashara ni politics. Business is politics. Injili ni politics. Gospel is politics. Inategemea unahubiri nini. It depends what you preach. Au unasema nini. Or what you're saying. Au wewe katika moyo wako umebeba nini. Or what are you carrying in your heart. Kwa hiyo jambo lolote unaloliona. Anything you see. Hata kuuza ni siasa. Even selling is politics. Ili uuze unahitaji kabobo. Lazima upige mdomo mtu anunue. For someone to buy. Kama unataka kuuza unahitaji marketing. Unatakiwa kukinadi kitu chako. You need to market your thing. Kukieleza. You need to explain it. Ili mtu avutiwe akinunue. So that someone can be attracted and buy. Kwa hiyo tunapoongelea siasa. So when you talk about politics. Tunaongelea kikundi fulani. We talk about a group. Kina sera zake. That has its. Kinatakiwa kuziuza. That is supposed to sell them. Ili watu wakubali. So that people can take them. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maana tuna kanisa tuna dhehebu letu ile hapa. We have our sect. Tofauti na la Gwajima. It's different with tofauti na la nani. Nimetoa tu mfano. Kwa hiyo lakini wote wanamsema nani? And we all talk about God. Au wanamsema Yesu ni Bwana na Mwokozi. They talk about Jesus being our Lord and Savior. Ukiwauliza. When you ask them.
kwa nini amkai chumba kimoja? Why aren't you in one room? Mbona mwingine anasema hiki, Why is others there? mwingine anasema Another hiki, ones are saying lakini something mwisho else. wetu ni Yesu. At the end, it's Jesus. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Ni siasa. It's all politics. Nina kitabu kinaitwa God is Politics. I have a book says Mungu ni siasa. Yani unapotaka kueleza Mungu, When you want to talk about God, lazima ni siasa. it's Sasa politics. kuna watu wameharibu. There are people who have destroyed. Hizo siasa tu. Those are just politics. Okay, kinyume cha siasa ni nini? What's the opposite of politics? Kwa hiyo tuelewane hapo kwanza, tusiwe kama watu wa dunia. You don't be like the world Kwa hiyo people. mimi, baba ameuliza, My father has asked, umewezaje? how were you able? Kwa nini umeamua kuwa mwanasiasa? Why are you a politician? Sikiliza nikwambie kwa nini niliamua na huku nimeokoka. Let me tell you why I did it and I was saved. Nilipochunguza sikuona shida. When I investigated, I didn't see a problem. Sikuona shida yoyote. I didn't see any Kwani problem. lazima niseme uongo? Should I say lies? Lazima nidanganye? Is it a must to lie? Sintawaambia watu mimi nitafanya 1 2 When I tell 3 people I do 1, 2, 3, na and nafanya. I do it. Sasa kwa kuwa katika mioyo ya watu But because in people's hearts, wanahisi ukiongea siasa umedanganya, they think politics is a lie. hiyo ndio makosa yaliyoingia katika mioyo ya wanadamu. That's the problem that has entered our hearts. Niseme jambo moja bila kuchelewa. Let me say one thing without taking Mungu time. aliponisemesha nigombee, When God told me to contest, niliwaza uchumi kwanza. first I thought of economy. Naweza? Can I do it? Ghafla Suddenly, kipindi kile alikuwa Mheshimiwa Kikwete. at that time it was Honorable Wakati Kwesi. hapo nafanya kazi housekeeper State House, mtunza nyumba ya rais kwa wakati ule. Alipotangaza kwamba mara hii atakayeonga He said, the one who will be contesting, simpitishi. I won't pass them. Nikaona mpenyo, nikasema kumbe sasa hakuna kuonga. So now we're not allowed to Sikilize bribe. vizuri. Those who will Sikilize bribe vizuri. will not be chosen. Katika akili za watu In the brains of people, wanahisi kuonga. they all think about bribing. Wakati mwingine Sometimes sio hivyo, it's not like that. sio hivyo It's kabisa. not like that at all. Basi mimi nikasema, So I said, kwa kuwa mimi ni mwenyekiti wa UWT by that time, because I'm a chairperson of lakini UWT, bado ni mfanya kazi, but kwa I'm still sababu working, ukiwa kwenye mambo ya jumuiya unaruhusiwa kuwa mfanya kazi. you can still be working. Kwa hiyo nikawa nimeiga vitu fulani kwa rais. I Wakati copied niko ya something from the hostess, president. nilikuwa naangalia mbona mwalimu asemi uongo? I said, why is the teacher not Mbona speaking lies? mwalimu nikimwona kuongea kwake, When I look at Nyerere, iwe anakunywa chai anaongea na mawaziri, the way he's drinking sioni tea and talking to the uongo. ministers, he Kwa wasn't hiyo talking lies. politics hakuna shida yoyote, There is no ni problem in wewe politics. tu ulivyochukua. It's just Sasa you how you take it. nikaamua kugombea, I decided to contest. nikachukua sadaka yangu. I took my offering. Mimi ni mtu mzuri, najua kufundisha sadaka. I know how to teach about offering. Bwana asifiwe sana. Amen. Nikaitesti sadaka yangu, I tested my offering. nikasema Mungu, nataka kuwa mbunge wa jimbo la Nkenge. I said, God, I want to be a member of parliament. Kuna walioniita kichaa, The people who called me crazy, walionisema we una who akili, said you're not okay. tamuondoa Mheshimiwa Kamala ambaye ni waziri. Will you Nikasema kama Mungu aishivyo win nitamuondoa. against Hallelujah. this minister? I said, as God lives, Bwana I will. asifiwe, Bwana asifiwe sana. Amen. Na tukaingia kwenye mchakato. And we went in the process. Akuamini kama He nitamuondoa. didn't believe I would win against him. Sasa wakacheza cheza, lakini baadaye nikasema Mungu ulinikubalia nitakuwa I said, mbunge. God, you agreed for me to do this. Haijalishi wanafanya nini, Whatever they do, lakini nataka nikuwakilishe bungeni. but I want to represent you in Bwana the asifiwe parliament. sana. Amen. Mungu akafanya muujiza. God did a miracle. Wao walidhani wameharibu. They thought they have destroyed me. Jina langu mara ya kwanza likakosewa, My name was mara ya pili likakosewa, my name was written mara ya wrongly. tatu wakasema
kura third lazima time. zipigwe. Kwa hiyo mimi sikupigiwa kura na wabunge wengine. I wasn't voted for by vizuri. other members of parliament. Tanzania nzima tulibakia watu wawili ambao tukupigiwa kura. The whole country Kwa were maana ya two of us. majimbo mawili. Only two. Kwa hiyo ikanipa nafasi nzuri ya kuomba zaidi. So it gave me chance to pray. Nikamwambia Mungu, kama I uishivyo, tell God, as you live, mwaka huu lazima niende this bungeni. year I must go to the parliament. Bwana asifiwe sana. Amen. Nikasimama juu ya sadaka yangu. I stood with my offering. Sikiliza kilichotokea. Let me tell you what happened. Mwaka 2010 2010, mimi ndio mbunge namba 1 mwenye 96% I was the kuingia first member of bungeni. parliament with Hallelujah. 96% votes. Na huku nikiomba, While I pray, na huku nikifunga, I was fasting, na bungeni nikaingia. and I went to the Hallelujah. parliament. Amen. Kama kuna mashahidi, If there are witnesses, nilikuwa mbunge wa kuenea kiti. Nilitosha bungeni. Mungu alikuwa kumba amenituma kitu. God sent me in the Kwa parliament. nini kura zinapigwa Jumapili? Why have God done on Nikashika, Sunday? nikatangaza, I announced lazima tuheshimu Jumapili. we must respect Sunday. Jumapili hatutaki Wakristo kupiga kura. We don't want Christians to vote on Sunday. Nikakamata shilingi. I took, Mbunge ukikamata shilingi kwenye bajeti ya waziri mkuu haiwezi kupita hata ya waziri yoyote. Wakanibembeleza, akasema Mama Mshama, timing ni mbaya. Tumebakiza miezi 6 kupiga kura. we have only 6 months to voting. Baroti zote ziko tayari. All ballots are ready. Lakini answered imekamata kura hazitapigwa I Jumapili said no voting tena on Sunday katika ever upigaji kura in ujao. Tanzania. Hata wewe unaweza kumpigia Mungu makofi kwa Even namna you hiyo. can clap for Jesus. Ndio maana watu tuliookoka tunapaswa That's kuwa why the saved bungeni. people should be there. Bunge liko hapo miaka The yote, parliament is there all years linapiga kura and Jumapili. it votes on Sunday. Lakini nilipoingia mwana wa But Mungu, when I went in the Son of kura God, zitapigwa Jumapili tena, I said no kwa voting on sababu Sunday mtu niliokoka because I was nimekuwa saved. bungeni. I was in the parliament. Sikiliza nikwambie, Let me tell you, wana wa Mungu tumejishusha sana. we have lowered ourselves. Utaniuliza mbona ukurudi? You asked me, why didn't you go back? Mbona ujarudi? Why didn't you go back? Siku moja prophet Mungu akaniambia, One day God told me, kazi niliyokutuma the imeisha. work I gave is over. Unataka kwenda kufanya nini? What do you want to go and do? Hivi ili nikubariki lazima uwe mbunge? To bless you, should you be a member of parliament? Kwa ujinga nilionao nikasema With the ndio. ignorance I had, I said yes. Sasa Mungu nataka niende, angalia nilivyokutetea. Mungu I said, I want to go akasema back. kazi niliyokupelekea God says the work I took you for is Nataka over. nikwambia hakuna siasa I'll tell you, nzuri there is no good kama politics mwanasiasa bungeni. as a politics. Kiwa Mkristo unayemwamini Mungu, When you're a Christian who is saved, Mungu anaweza kukutumia kukomboa taifa God can hili. use you to Hebu carry wote this tuseme nation. amen. May we all say amen. Unajua kwa nini Do you know why? shetani aliweka hako kaukuta? Why the devil kept that wall? Shetani aliweka kaukuta tuone siasa ni To mbaya, see politics are bad. tuone siasa sio To see nzuri, politics are not good. siasa ya waongo. Politics is lies. Nataka nikwambie hili taifa I'll tell you, this bila country, siasa haliwezi without kuwa. politics, it cannot be like this. Kwa hiyo So, niliamua kuwa mbunge I decided to be a politician. ili kumbuka watunga sera wote ni bunge. All those who make policies in the Huku hata parliament. ukifunga ukaomba prophet, Even if you fast and pray, huwezi kutunga sheria hata siku you moja. cannot make a law. Hata kama una wazo zuri Even kama if you have a nini, good idea, kama hauko kwenye lile if jengo, you are not in that huwezi building, kusaidia you chochote. cannot help with anything. Asante prophet Thank you, kuliuliza prophet, hili swali. for asking me Ni this question. wakati wa watu waliokoka It's time for people who are kugombea saved na to kusaidia. contest and get into the parliament. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata mafuta ni politics. So umesikia siasa ya mafuta, siasa ya mafuta, siasa ya sukari, kila kitu ni siasa. Everything is politics. Amen. Amen.
Ukiwa kama prophet wetu As our hapa, prophet here, baba yetu our father, akiamua kukaa hapa akasema mimi ni prophet, when he decides say I sit, akakaa tu. and he just sits and say I'm the Kuna mtu prophet, atakayemtafuta, will anyone find him? kuna mtu atakayemwijia Will anyone look for him? kwa sababu ni prophet. It's because he's a prophet. Lakini anaposimama But as he stands akatabiri, and prophesy akaombea watu, and pray for people, mambo yakatokea, and things happen, watu wanakuja. people Sema come. amen. Amen. Pale ni God is politics. Kwa hiyo ondoa mawazo mabaya, Remove ondoa those kind of fikra thoughts. mbaya. Wote tunatakiwa kuwa All of us wanasiasa are supposed to be kusaidia taifa politicians letu. to help this Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana. Hallelujah. Amen. Kuwa mwanasiasa na umeokoka inawezekana. Amen. Na kila kitu ni siasa. Everything is politics. Kila kitu ni Everything is politics. hata injili nini? Even gospel is politics. Pigia makofi Yesu. Amen. Na walokole mnahitajika. Ninaamini mwaka 2030 And people are, kuna wabunge kutokea hapa they are members of parliament who come from here. Hallelujah. Amen. Asante mheshimiwa.